Bana, mambo vipi? Bana, kama umeingia kwenye channel kwa mara ya kwanza, basi wewe ni mwamba. Yaani unatakiwa uisaluti kabisa. Bana, hii video imeandaliwa special kabisa kwa ajili ya wewe kijana. Yaani kama wewe ni kijana kuanzia miaka 20 mpaka miaka 45, basi ustahili kabisa kuiruka hii video. Nataka usikilize mwanzo mpaka mwisho kwa sababu ina mambo mengi mazito na ni muhimu sana kuisikiliza. Bana, leo nataka tuzungumzie mambo manne ambayo ni muhimu sana. Mambo manne ambayo unatakiwa uyafanye kabla hujaoa na kabla hujaolewa. Ni muhimu sana. Yaani hayo mambo ni muhimu sana 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 kuyasikiliza. Bana, jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifanye kabla hujaoa au kabla hujaolewa ni lazima ujitambue. Kujitambua maana yake nini? Kwenye swala la kuoa. Kutambua wewe unataka uoe kwa sababu watu wengine wameoa, au unataka uoe kwa sababu unatakiwa uoe. Lakini wewe unataka uolewe kwa sababu watu wengine wameolewa, au unatakiwa uolewe kwa sababu unatakiwa uolewe. Je, umepata mtu sahihi wa kuolewa naye? Au umepata mtu sahihi wa kumuoa? Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa ujiulize maswali kabla ya kufikiria kuoa. Yaani kwenda kupeleka barua, si kupeleka mamali na vitu kibao. Je, umezingatia maadili kwa mtu ambao unataka umuoe au mtu ambao unatakiwa uolewe naye? Je, anastahili kwenye maisha yako ambayo unayataka? Je, anafanana vile unavyotaka wewe? Hivyo vitu vyote ni muhimu kabla hujaenda kufanya maamuzi ya kuoa. Lakini je, una uwezo wa kudhibiti hasira kwenye majukumu ambayo yanaweza katokea, au kwenye mipasuko fulani ambayo inaweza katokea kwenye familia siku utakapoanza kuishi na huyo mtu wako? Je, umejifunza kwamba mkigombana ufanye nini ili ugomvi uishe? Unajua kusuluhisha matatizo ya familia ya ndoa? Hivi vitu vyote unatakiwa ujifunze kabla hujaoa. Hiyo yote inakaa kwenye kujitambua. Kwa kujitambua kuna mambo mengi sana. Kabla hujachukua maamuzi ya kwenda kuoa, kuna vitu unatakiwa uanze kuvifahamu mapema, uviandae ili utakapoenda kuoa mambo sio mengi. Kuna vitu tayari unavijua, misingi yako unaijua, unajitambua, unajua kwamba unatakiwa uoe na sio uoe kwa sababu watu wengine wameoa, unajua unatakiwa uolewe kwa sababu unatakiwa uolewe, sio kwa sababu watu wengine wameolewa. Ni jukumu lako, unatakiwa ujitambue mapema sana kabla hujaingia kwenye ndoa. Umeona? Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa ukifahamu kwenye maisha ya kuingia kwenye ndoa, ya kuingia kwenye kuoa au kuolewa, kitu cha pili ambacho unatakiwa kukosea ni kujifunza kuhusu mahusiano. Umeona, hii video ni muhimu sana, lazima uisikilize mwanzo mpaka mwisho ili upate maarifa. Utakapoingia kwenye ndoa, mambo yasiwe mageni. Mambo yasiwe mageni. Yaani kuna namna mfano unaona kabisa haya mambo yanayotokea ambayo nishajifunza kule. Kumbe mtu akinikosea nataka nifanye 1 2 3 4 5. Lakini kwenye kuishi na mwanamke kunahitaji vitu gani ambao natakiwa mimi nivifanye kama mwanaume? Lakini kwenye kuishi na mwanaume ni vitu gani natakiwa mimi nivifanye kama mwanamke? Kwa sababu ushajifunza mambo ya ndoa, ushakutana na wakunga, ushasoma vitabu sana vinavyohusu mahusiano, lakini pia ushasikiliza video kama hizi mara kadhaa, mara kibao. Kwa hiyo inakuwa inakusaidia utakapoingia kwenye mahusiano unakuwa una shida yoyote kwa sababu mambo mengi ushajifunza. Kunakuwa kuna kipya kwenye ndoa. Unajua watu wengi sana wanakosea mambo mengi kwa sababu hawajifunzi kabla hawajachukua maamuzi ya kufanya jambo fulani. Lazima upate elimu kwenye kila kitu unachotaka kukifanya. Lakini leo tunazungumzia mambo ya kuoa, yani mambo ya ndoa au mambo ya kuolewa au kuoa. Ni muhimu sana ujifunze. Ni muhimu sana ujifunze, usipuuze swala. Swala la kuoa sio swala la kupuuza. Yaani sio swala la kulichukulia poa. Unapooa au kuolewa unatakiwa utambue kwamba huyu mtu unaenda kuishi naye ni mtu utaishi naye miaka yote, yani mpaka mnakuja kufa. Ni mtu ambao utakunalala naye, unaamka naye, unakula naye, kila kitu chake unakuwa unakifahamu. So lazima ujifunze zaidi kwenye kuhakikisha huyu mtu anayekuja kumpata au ni mtu sahihi. Kabla hujachukua maamuzi ya kufanya maamuzi, lazima ujifunze sana mahusiano ili iwe rahisi. Lakini kitu cha tatu ambacho unatakiwa ujifunze pia au kifahamu kabla hujaingia kwenye kuoa au kuolewa, lazima uwe nacho, na hichi kinatuhusu sana si wanaume. Unajua nini wazee? Basi kitu pekee ambacho nataka ukifahamu kabla hujaingia kwenye mahusiano ya kuoa au kuolewa, sana sana si wanaume, lazima jitengenezee mifumo mizuri ya kipato. Jiandae kifedha, uwe na fedha. Usiingie kwenye mapenzi au kurupuka. Na watu wengi sana wametudanganya kwamba mapenzi sio pesa. Sikudanganya mtu ndugu yangu. Tafuta pesa, uwe na uhakika wa kipato. Yaani uwe na kipato chenye uhakika. Na kipato kiwe ni halali. Yaani kipato cha uhakika alafu kiwe halali, ambacho inakuwa rahisi kupata riziki kwa muda mwafaka. Yaani kwamba ukipata matatizo inakuwa rahisi kutatua matatizo kwa sababu fedha unazo. Ikija majukumu ya kifamilia iwe ni rahisi kuyatatua kwa sababu fedha zipo. Lakini pia ikija matatizo ya kijamii iwe ni rahisi kutatua
Hivi maji unakuja kugongewa mlango, bana kuna mchango wa msiba. Una pesa rafiki yangu. 2,000 tu inakusumbua. So una familia, una watoto na kila kitu. Kesho wewe ukifiwa inakuwaje? Kwa lazima ujitengenezee mazingira mazuri ya kipato cha uhakika, kisichokuwa na makando kando. So saa nyingine umekuwa mwizi, hicho sio kipato cha uhakika. Hiyo bomu unapiga leo lakini kesho wanakufyeka miguu, unakuwa kilema. Unaitesa familia baada ya kuiboresha familia. Kwa lazima una kipato cha uhakika ambacho kinakuwa kinakidhi mahitaji ya kifamilia. Lakini pia kinasaidia kwenye matatizo ya kijamii na vitu vingine. Kitu cha 4 na cha muhimu zaidi ambacho ndio hicho cha mwisho nafikiri ni masuala ya uwajibikaji. Kama mwanamke lazima ujue wajibu wako. Kama mwanaume lazima ujue wajibu wako. Kuna mambo fulani kama mwanamke lazima utambue kwamba haya ni majukumu yangu, huu ni wajibu wangu. Lazima yafahamu kabla hujaingia, kwa sababu kuna vitu utaingia kwenye mahusiano, utaviona vitu vigeni wakati ni kitu cha kawaida ambavyo saa nyingine hata kwenye ndoa nyingine, kwenye maisha ya watu wengine vipo, lakini kwa kuwa hujajifunza utakuta kama ni mateso unateseka. Kumbe ni vitu vya kawaida kabisa. So lazima ujue wajibu wako, lazima ujue unaenda kufanya nini, utaenda kuishi vipi na mume wako au mke wako, unaenda kukabiliana vipi na majukumu yako. So unakuta labda saa nyingine mwanamke amekaa kijiweni analalamika, mke wangu, mume wangu ananiacha nafua manguo, si unapika mwenyewe, si unafanya. So hujui majukumu yako kama mwanamke. Kwa kuna vitu fulani utakao vitambue ambapo ndo uwajibikaji wako. Lazima ujue kuwajibika kwenye majukumu yako kama mwanamke. Na wewe kama ni mwanaume lazima ujue kuwajibika kwenye majukumu yako kama mwanaume. Kwa ni muhimu sana hayo yote kujifunza kabla hujaingia kwenye mahusiano au kwenye kuoa au kuolewa. Ni muhimu sana hayo mambo ujifunze. So usipuuze. Swala la kuoa sio swala la kuchukulia poa. Swala la kuolewa sio swala la kuchukulia poa. Kwa sababu huyo unayeenda kumuoa ni mtu ambaye utaishi naye miaka yote. So lazima utengeneze mazingira mazuri. Lazima umfahamu mtu unayeenda kumuoa. Lazima umfahamu mtu unayeenda kuolewa naye. Ujue vitu vingi kuhusu yeye. Kwa sababu huyo ndo mtu wako ambao utaishi naye miaka yote. So lazima ujifunze mapema kabla hujachukua maamuzi ya kwenda kuolewa naye au ya kwenda kumuoa huyo mtu unayetaka kumuoa. Hasa masuala ya kiimani nao pia ni muhimu sana. Lazima uzingatie sana masuala ya kiimani. Kwa sababu swala la imani linaweza kuwatenganisha nyinyi, lakini swala la kiimani linaweza likawafanya mkaishi maisha ya tofauti na mlivyokuwa mmepanga. Labda kwenye maisha yenu mtaishi hivi lakini mambo yanakuwa hivi. Kwa hiyo lazima mtengeneze mazingira mazuri kabla hujachukua maamuzi, ufahamu unachoenda kukifanya. So kurupuke kwa sababu watu wengine wanafanya. Na wengi wanaoa kwa tamaa za mwili. Mtu akiona wenzie wanarudi nyumbani anajua kabisa anaenda kufanya mambo fulani anafikiria kuoa. Sio kwa sababu ya tamaa za mwili. Oa kwa sababu anatakiwa uoe. Alafu unapofikiria kuoa, oa ukijua unaoa mtu ambaye unaenda kuishi naye, kutengeneza naye maisha. So unaoa mwanamke kwa sababu ya tamaa za mwili. So unakuwa unafeli. Kwa ni vitu muhimu sana kujifunza mapema kabla hujaingia kwenye ndoa. Bwana, kama isikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho na kurespect, lakini utakuwa mnyimi wa fadhila kama utashindwa kugusa hiyo alama ya subscribe hapo chini. Hapo chini kuna button fulani ya subscribe, ubonye hiyo hapo. Lakini pia kwa pembeni kuna alama ya kengele, iguse hiyo hapo. Ili kila video nitakayo upload unakuwa mtu wa kwanza kuiona. Yaani video hii ikiuploadiwa tu unakutana nayo, unapata maarifa kama hivi. Lakini pia utakuwa mnyimi wa fadhila kama utashindwa kucomment chochote. So kwa sababu hichi ninachokufundisha wewe nilifundishwa na watu. Nimefundishwa na kufundisha wewe. Lakini una comment hapo chini wa comment. Lakini pia unakuwa umewafundisha watu wengine kupitia wewe. Sasa nyingine unaweza kutoa ushuhuda wako au utakuwa labda umefurahishwa na ulichojifunza. Kwa ni unyama sana. Lakini pia unashare hii video kwa watu wengine ili wapate maarifa ambayo wewe umeyapata. So usiwe mnyimi wa fadhila, fanya hivyo. Na kusubiri kama dakika 5. 1, 2, 3, 4, 5. Asante sana, nashukuru.